Bunge. Uchaguzi huu unafanyika kwa kuwa nafasi za wawakilishi katika vyombo na taasisi za wawakilishi wa bunge zimebaki wazi baada ya bunge la 12 kuvunjwa. Waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Katibu, waheshimiwa wabunge bado si mnasikia wenyewe maneno haya. Waheshimiwa wabunge, niwaombe sana tuwe na utulivu wakati katibu anatoa miongozo ya uchaguzi. Uchaguzi huu ni huru na haki, tunataka kila mtu asikize maelekezo vizuri. Mheshimiwa Katibu. Naomba kuendelea. Waheshimiwa wabunge, nafasi zilizopo ambazo zinahitaji kujazwa ni zifuatazo: Tume ya Utumishi wa Bunge, Bunge la Afrika, Jukwaa la Wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, Umoja wa Bunge Duniani na Jukwaa la Kibunge la Nchi za Maziwa Makuu. Waheshimiwa wabunge, kanuni ya 14 na 15 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025 kwa ujumla wake zinaelekeza kwamba uchaguzi wa wajumbe wa tume na wabunge wanaokwenda katika vyombo vingine ambavyo kwa mujibu wa mikataba na sheria zinazounda vyombo hivyo vinatakiwa viwe na wawakilishi wa bunge utafanywa kwa kuzingatia kwa kadri iwezekanavyo uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vya siasa vyenye wawakilishi bungeni, uwakilishi wa jinsi na pande mbili za muungano, na kwa kuzingatia utaratibu wa kanuni za uchaguzi wa wabunge hao uliowekwa katika nyongeza ya pili ya nyongeza 5 ya kanuni za bunge. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyotangazia tarehe 27 Januari 2026 kwamba wabunge wenye nia kugombea nafasi hizo wajaze fomu za maombi na kuzirejesha kabla ya tarehe 3 Februari 2026 saa 10 jioni. Waheshimiwa wabunge, uteuzi umefanyika kwa kuangalia vigezo mbalimbali ambavyo vimejumuisha sifa za kila mgombea aliyejitokeza kuchukua fomu na uwiano wa nafasi. Hivyo basi, majina yaliyopokelewa na kupendekezwa kwa ajili ya kujaza nafasi hizo pamoja na mgawanyo wa kila nafasi ni kama ifuatavyo: Tume ya Utumishi wa Bunge. Kwa mujibu wa kifungu cha 12 kidogo cha pili cha sheria ya uendeshaji wa bunge, wajumbe watatu wanaingia kwa mujibu wa nafasi zao ambao ni spika ambaye ni mwenyekiti wa tume, naibu spika kama mwenyekiti wa tume na waziri anayeshughulikia masuala ya bunge. Nafasi ambazo zinatakiwa kujazwa kwa njia ya uchaguzi ni 7 kwa mujibu wa kifungu cha 12 cha sheria hiyo. Hivyo basi, wabunge waliochukua fomu na kurejesha ili kujaza nafasi hizo ni 14 na walioteuliwa ni kama ifuatavyo: Kundi A ni wabunge kutoka chama tawala, nafasi 5 kwa mgawanyo ufuatao: Tanzania Bara, wanaume walioteuliwa ni 4 na wanaotakiwa ni 2 kati ya wafuatao: moja ni Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko CCM, 2 Mheshimiwa Dr. Wilson Charles Mahera CCM, 3 Mheshimiwa Patari Shida Patari CCM, na 4 Mheshimiwa Boniface Mwita Getere CCM. B, Tanzania Bara, wanawake walioteuliwa ni 2 na anayetakiwa ni 1 kati ya wafuatao: moja Mheshimiwa Dr. Catherine Kanuti Joachim CCM, Mheshimiwa Asha Salum Moto CCM. C, Zanzibar, wanaume walioteuliwa ni 2 na anayetakiwa ni 1 kati ya wafuatao: moja Mheshimiwa Haji Amu Haji CCM, 2 Mheshimiwa Amjadi Us Salum Pondeza CCM. D, Zanzibar, wanawake walioteuliwa ni 2 anayetakiwa ni 1 kati ya wafuatao: moja Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma CCM, 2 Mheshimiwa Hadija Hassan Abud CCM. Kundi B ni wabunge wa kambi walio wachache bungeni walioteuliwa ni 2 na wanaotakiwa ni 2. Hawa watapigiwa kura ya ndio au hapana: moja Mheshimiwa Gnesta Lambati Kaiza kutoka Chauma na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado ACT Wazalendo. B, wajumbe wa bunge la Afrika yani PAP. Nafasi zilizopo ni 5. Wabunge waliochukua na kulisha fomu ni 17 na walioteuliwa ni kama ifuatavyo: Kundi A, wabunge wanawake walioteuliwa ni 2 na anayetakiwa ni 1. Moja Mheshimiwa Ruru Guyo Mwacha, 2 Mheshimiwa Daktari Neema Peter Majure. Kundi B, wabunge wa Zanzibar walioteuliwa ni 2 anayetakiwa ni 1. Moja Mheshimiwa Imam Mtumwa Vuai,
na Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashidi. Kundi C, wabunge wa Tanzania Bara walioteuliwa ni 4 na wanaotakiwa ni 2 kati ya wafuatao: 1, Mheshimiwa Mariamu Anzuri Mungura; 2, Mheshimiwa Joshua Samuel Nassari; 3, Mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima; na 4, Mheshimiwa Daktari Selemani Saidi Jafo. Kundi B, wabunge kambi walio wachache bungeni, nafasi ni 1 na aliyejitokeza ni 1, Mheshimiwa Rashidi Habibu Ali, ACT Wazalendo. Huyu atapigwa kura ya ndio au hapana. Kundi la 3 ni wajumbe jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC-PF. Nafasi zilizopo ni 5, ambapo kwa mujibu wa katiba ya SADC wanawake kundi A, nafasi 1 ya kundi A hujazwa na mwenyekiti wa umoja wa bunge wanawake ambaye ni Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako. Hivyo wabunge waliochukua na kujaza fomu kwa nafasi 4 zilizobaki ni 16 na walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Kundi B, wabunge wa Zanzibar walioteuliwa ni 2 na anayetakiwa ni 1. Kwanza, Mheshimiwa Kasim Hassan Haji na Mheshimiwa Ali Haidari Madeweja. Kundi C, wabunge wa Tanzania Bara walioteuliwa ni 4 na wanaotakiwa ni 2 kati ya wafuatao: 1, Mheshimiwa Rutengano George Maruiba; 2, Mheshimiwa Mwanahamisi Athmani Mkunda; 3, Mheshimiwa Isa Ali Mchungahela; na 4, Mheshimiwa Joseph Kapoma. Kundi B, wabunge wa kambi walio wachache bungeni, nafasi ni 1, aliyejitokeza ni 1, Mheshimiwa Mohamed Halfani Isa wa ACT Wazalendo, naye huyu atapigwa kura ya ndio au hapana. Kundi la 4, wajumbe wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, nafasi zilizopo ni 7 na wabunge waliochukua na kujaza fomu ni 22 na walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Kundi A, wabunge wanawake walioteuliwa ni 2, anayetakiwa ni 1 kati ya wafuatao: Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Hazara Chana na Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ngazi Urenge. Kundi B, wabunge wa Zanzibar walioteuliwa ni 2, anayetakiwa ni 1, Mheshimiwa Dr. Zeyana Abdalla Hamad na Mheshimiwa Yumna Manga Omari. Kundi C, wabunge wa Tanzania Bara walioteuliwa ni 8 na wanaotakiwa ni 4. Wa kwanza, Mheshimiwa Engineer Fatuma Ali Rembo; 2, Mheshimiwa Bariki Emmanuel Kingu; 3, Mheshimiwa Asha Juma Feruz; 4, Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi; 5, Mheshimiwa Abdalla John Kambai; 6, Mheshimiwa Daktari Emmanuel Kambaji Nuwas; 7, Mheshimiwa Daktari Yahya Ismaili Nawanda; na 8, Mheshimiwa Zuberi Yahya Faume. Kundi D, wabunge wa kambi walio wachache bungeni, nafasi ni 1 na aliyejitokeza ni 1, Mheshimiwa Kiza Hussein Mae, ACT Wazalendo, naye huyu atapigwa kura ya ndio au hapana. Kundi la mwisho, kundi namba 5, ni wajumbe wa jukwaa la kibunge la nchi za maziwa makuu. Nafasi zilizopo ni 5 na wabunge waliochukua na kujaza fomu ni 14 na walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Kundi A, wabunge wanawake walioteuliwa ni 2, anayetakiwa ni 1, Mheshimiwa Silvia Francis Sigura na Mheshimiwa Margaret Baraka Ezekiel. Kundi B, wabunge wa Zanzibar walioteuliwa ni 2, anayetakiwa ni 1, Mheshimiwa Saidi Salim Hamad na Mheshimiwa Sadifa Juma Hamisi. Kundi C, wabunge wa Tanzania Bara walioteuliwa ni 4, wanaotakiwa ni 2 kati ya wafuatao: 1, Mheshimiwa Injinia Ezra John Chiweresa; 2, Mheshimiwa Cosmas Mtesigwa Bulala; 3, Mheshimiwa Festo Richard Sanga; na 4, Mheshimiwa Edwin Enos Swale. Kundi B, wabunge wa kambi walio wachache bungeni, nafasi ni 1, aliyejitokeza ni 1, Mheshimiwa Bakari Shingo, ACT Wazalendo, huyu naye atapigwa kura ya ndio au hapana. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo yangu hayo ya msingi kwa kila nafasi, utaratibu wa kupiga kura utakuwa ni ule ule wa kikanuni, ambapo spika atawaita wabunge wajieleze kwa wapiga kura, na kutakuwa na fursa kuuliza maswali matatu kama yatakuwepo. Lakini pia wakati wa kujieleza kwa wagombea wa nafasi ya tume ya utumishi wa bunge, kila mgombea anaweza kujieleza kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza
bila kuchanganya lugha. Aidha, kwa wagombea wa nafasi za vyombo vingine vya uwakilishi, kila mgombea atatakiwa kujieleza kwa lugha ya Kiingereza. Katibu atapata idadi ya kura na masanduku ya kura yataletwa hapa mbele ya Bunge. Kila mbunge atapewa karatasi ya kura kwa kundi moja, na baada ya kupiga kura kwa kundi hilo, kura zitakusanywa kabla ya kuendelea na makundi yanayofuata. Karatasi ya kura itakuwa na maelekezo kuhusu namna ya kupiga kura kwa kila kundi la uchaguzi. Baada ya kumaliza kupiga kura, kura zitahesabiwa chini ya katibu wa Bunge na wawakilishi 5 watakaoteuliwa na Spika. Baada ya kukamilisha zoezi la kuhesabu kura, katibu atatangaza matokeo ya kura, na mwisho Spika atahitimisha kwa kutoa pongezi kwa washindi kwa kadri atakavyoona inafaa. Waheshimiwa wabunge, baada ya kutoa maelezo haya, sasa Mheshimiwa Spika, naomba zoezi letu la uchaguzi lianze. Asante.